الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, awali ya yote na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, na sambamba na kujihusia mwenyewe kadhalika, tukiwa pamoja sote ni miongoni mwa watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Katika maana kubwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba Allah anapenda kukuona upo ndani ya kutii na kutekeleza yale aliyokuamrisha, pamoja na kutii na kuacha yale ambayo kwamba amekukataza. Hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku neema hiyo, manake pia ni katika neema mojawapo ya watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kumcha Allah na kumtii. Ndugu zanguni, ikiwa leo hii ni tarehe 26 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, tunaweza tukasema kwamba, na si tunaweza, na ndio hali halisi ilivyo, kwamba kwa asilimia zote kwamba ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu na katika mwaka huu. Bimaana Ijumaa itakayokuja haitokuwa katika ndani ya 2025. Unaihitimisha vipi Ijumaa yako ya mwisho wa mwaka, na unaianza vipi Ijumaa yako ya mwanzo ndani ya mwezi wa Rajab? Hii ni Ijumaa ya mwanzo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Ndugu zanguni, Ijumaa ni nyingi zinapita, miezi ni mingi inakatika, lakini je, tunapata mazingatio gani? Ni Rajabu ngapi zimepita kwako wewe kuidiriki Rajabu? Ni ngapi zimepita, na je umezifanyia haki yake? Umetenda katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia? Hili ni swali katika yetu, kila mmoja anapaswa kujiuliza, kuanzia Rajabu ya mwaka jana ama Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajabu wa mwaka jana mpaka Ijumaa ya mwanzo wa Rajabu mwaka huu, ni nini amekifanya cha kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala? Ni yapi ameyafanya ya kumridhisha Allah na kujirekebisha pale alipokosea? Ndugu yangu Muislamu, kwa kukuhusia na kuhusia nafsi yangu, ikiwa bado hujafanya marekebisho, huu ni muda na wakati pekee wa kujirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwezi wa Rajabu umetufikia, ni katika miezi mitukufu, ni mashuhuri, inafahamika hii. Na mwezi wa Rajabu
ni mwezi mtukufu miongoni mwa miezi ile mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye kitabu chake kitukufu pale aliposema baada ya billahi minashaitani rajim, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran, hakika hesabu ya miezi, idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, ambayo miezi hii fi kitabillah, ipo Allah ametuwekea katika kitabu chake, tunaisoma tunaifahamu, na si kwamba labda ni jana na juzi. Yauma khalaqa samawati wal ardhi, toka siku ile ambapo kwamba anaumba mbingu na ardhi, Allah ameshapanga idadi ya miezi ni hiyo. Lakini katika aya hii pointi yetu kubwa, ndugu zanguni, ni pale Allah alipoenda katika aya hii mwisho akafika kusema kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijaribu hata kidogo, msisubutu hata mara moja katika miezi hiyo minne mitakatifu, minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo minne mmoja wapo ni Rajab. Allah akasema katika miezi hiyo fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, msisubutu kudhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Ndugu zanguni, mwezi wa Rajab wanachuoni baadhi wameita kwamba ni haraman. Kwa sababu gani? li'adhami haramatihi ama hurumatihi fayu'adham fihi al-ithmu, kwamba mwezi wa Rajab ni miongoni mwa mwezi ambao kwamba ukifanya makosa ndani yake katika mwezi huo, fayu'adhamu fihi al-ithmu, basi madhambi yale uliyofanya katika miezi ya kawaida na mwezi wa Rajab, mwezi wa Rajab unakuwa ni madhambi makubwa, ni maradufu ya miezi mingine ya kawaida. Yaani kama ulizoea kuiba, huenda katika kuiba kwako dhambi ukaandikiwa dhambi moja, lakini mwezi wa Rajab ukiiba ni kubwa zaidi ya hiyo. Umezoea kuzini katika miezi mingine ya kawaida, ukizini mwezi wa Rajab dhambi zake zinakuwa ni kubwa maradufu. Umezoea kusengenya miezi ya kawaida, ukisengenya mwezi wa Rajab dhambi zake zinakuwa ni kubwa zaidi. Umezoea kufanya makosa madogo na makubwa katika miezi ya kawaida, lakini ukifanya mwezi wa Rajab madhambi hayo yanakuwa ni makubwa zaidi. Hivyo ndugu zanguni, na tunaambiwa kwamba kama yudhaafu fihi al-ajr liman ahsana al-amal, na malipo yake mwezi wa Rajab ukiyatenda yale ambayo mwezi wa kawaida ukitenda unalipwa 10, 70, 700 na kuendelea. Lakini ukifanya mema mwezi wa Rajab kadhalika na malipo yake pia yanakuwa ni makubwa. Mwezi huu una shani zake maalumu, una mambo yake maalum mwezi huu, na ndio maana Allah akatuambia katika miezi hiyo fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Wamesema baadhi ya salafu salih kwamba al-amalu salihu fil ashhur al-hurum a'zamu ajra, matendo mema katika miezi ile mitukufu hii minne iliyotajwa, ambao ni mfungo pili, mfungo tatu na mfungo 4, na mwezi huu wa Rajab tuliokuwa nao leo Ijumaa hii ya mwanzo na mwezi wa Rajab, wanasema salafu salih kwamba al-amalu salih fil ashhur al-hurum a'zamu ajra, kutenda matendo mazuri katika miezi ile mitukufu minne iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitenda matendo mazuri basi na malipo yake yanakuwa ni makubwa. wa dhulmu fiha a'zamu wizra, na ukifanya makosa yoyote na madhambi yake kadhalika yanakuwa ni makubwa. Hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwenye kuchunga utukufu na heshima ndani ya mwezi huu wa Rajab. Ndugu zanguni, mwezi wa Rajab ni mwezi ambao
ni msimu watu kufanya maandalizi. Katika mwezi wa Rajab watu watengeneze nyoyo zao, watu wazitakase nyoyo zao. Una hikdi, una shahna bainaka wa baina akhika, una ugomvi, una matatizo yote kati na ndugu yako, wewe na jirani yako, wewe na jamaa yako, wewe na mwenzako, wewe na ndugu yako, wewe na mumeo, wewe na mkeo. Huu ni mwezi wa kutengeneza nyoyo, kuziweka sawa. Tusiweke vifundo katika nafsi zetu. Tusisubiri mpaka Ramadhani ni kesho kutwa, mpaka watu wa mitandao, wanaenda wengine hata si Waislamu, kama wakaandaa meseji zao, SMS zao, wakakutumieni ili muweze kuingiza pesa tu kwenye kampuni yao, kabla kuelekea mwezi. Kama nilikuwa nimekufanya kadha, ni mwezi huu wa Rajab, anza kufanya maandalizi ya kuelekea mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni, kadhalika mwezi wa Rajab ni mwezi wa kujadili toba zetu, kuzifanya upya toba zetu, kurudi kumlilia sana Allah subhanahu wa ta'ala. Usizubiri ukasema kwamba labda nitafika mimi Ramadhani baada ya Rajabu, Shaabani, thumma Ramadhani. Lakini utakapofanya maandalizi haya, kwani kuna wangapi walianza maandalizi mwezi wa Rajabu ama waliacha kufanya maandalizi mwezi wa Rajabu wakataraji wanafika Ramadhani, hawakufika Ramadhani. Kadhalika mimi na wewe hatuna guarantee ya kusema kwamba tutafika Ramadhani. Tupo ndani ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Chukua nafasi hiyo, chukua fursa hiyo, chukua wakati uliokuwa nao kutengeneza suluhu baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwezi wa Rajab ni mwezi wa kujadidi, wa kuzifanya upya toba zetu. Ni mwezi wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwezi wa kujirudi kwa Allah pale tulipoteleza na kukosea, ima kwa bahati mbaya au kwa maksudi. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wanasema salafu salih kwamba Rajabu shahru zara, mwezi huu wa Rajabu ndio mwezi wa mtu kupanda. Kama umeliandaa shamba lako, kama ambavyo sasa hivi tunaona watu zimenyesha mvua 2-3, kuna wengine hata msikiliza hivi hapo msikitini hapa, wako wapi? Wameenda kuandaa mashamba yao. Kwa hiyo wanachuoni wakatuambia kwamba mwezi wa Rajabu ni mwezi wa maandalizi ya kupanda, ni mwezi wa kupanda. Kupanda, huwezi ukafika shamba lina magugu ukapanda tu, ndugu yangu. Ni lazima kuna maandalizi uyafanye kwanza, ima uingize vibarua, ulime kwa mkono wako, kwa nguvu yako, au utafute kitendea kazi tofauti na mwenyewe kikutengenezee ardhi, lengo na madhumuni kwamba upande na kutaraji kupata mazao mazuri baada ya kuitengeneza ardhi. Ukishalima, umeichimbua ima na trekta, sijui umechimbua na ng'ombe na kitu gani chochote, kwamba umetengeneza ardhi vizuri. Baada ya hapo unatafuta sababu ya kufukia mbegu ili upande, lakini fikira zako nimefanya kadiri ya uwezo, na bado kuna mbolea utaitafuta, na bado kuna muda wa kupalilia, utafika utapalilia. Lengo ni nini? Unatafuta sababu ya kuvuna mazao mengi baada ya kazi ile uliyoifanya. Sasa chukulia pointi hiyo, ilete katika mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni mwezi wa maandalizi, ndiyo mwezi wa kupanda. Kwa hiyo kama ni mwezi wa kupanda, ndugu yangu, bimaana wewe anza kujadidi toba yako, anza kujirekebisha matatizo yako, anza mapema kutafuta suluhu baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha wakasema kwamba wa Shaaban shahru saqim, mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kumwagilia ama wa kunyesheleza. Huwezi kupanda ama unapanda kisha mvua hakuna, mazao hayawezi kustawi. Sana sana yataungua na mbolea na yataungua na jua linalotoka.
tunapanda mazao yetu, tumeendea madina mpaka tumepanda. Tukishapanda tunasubiri muda wa kufanyaje? Mvua inyeshe ili mahindi yatoke, ya shamiri, yastawi. Kwa hiyo ni mwezi wa Shaabani ambao utakuwa baada ya huu unaofuata, kwa sababu mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kunyesheleza, mwezi wa kumwagia. Kwa watu wanaolima pembeni kwenye mashamba ambao kuna chemchemu, wanatambua nini kumwagilia mazao. Na kwa bahati nzuri, kwa asilimia kubwa tupo ni wakulima hapa, tunatambua. Kwa hiyo chukua pointi hiyo ya kumwagilia, rudi bimaana kumwagilia moyo wako nini? Kwa kuisoma Qur'ani, kwa kufanya sana dhikri, kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutenda yaliyokuwa mazuri. Baada ya kuwa ushatubia mwezi wa Rajab, ukajiandaa lengo kwamba unajiandaa kuja kuvuna nini? Mwezi wa Ramadhani. Utakachokipanda Rajabu ndicho utakachovuna mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake atufikishe mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni, faman arada hiswada Ramadhani falyabda bizaraati at-ta'ati fi Rajab. Faman arada hiswada Ramadhani, mwenye kutaka kuvuna mazao mazuri mwezi wa Ramadhani, mwenye kutaka kuvuna mazao ya bora mwezi wa Ramadhani, mwenye kutaka kuvuna mazao mengi mwezi wa Ramadhani, falyabda bizaraati ta'ati fi Rajab, basi aanze mapema kwa kupanda toa, kwa kupanda uchamungu, kwa kupanda tabia nzuri, kwa kupanda kila sifa inayotupenda na Allah subhanahu wa ta'ala fi Rajab, katika mwezi wa Rajab. Ukitaka kuvuna mazao mazuri mwezi wa Ramadhani, panda sasa mwezi wa Rajab. Unaweza kuweka azma kisha usifike Ramadhani, kama tunavyosema kuna wenzetu tunawafahamu na tusiwafahamu, waliweka azma hizo lakini hawakufika. Huenda pia weka azma kabla ya Rajab, pia hawakufika. Umepata fursa ya kuingia mwezi wa Rajab, ni azma gani unaiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zanguni watukufu wa Kiislamu, tunatambua kwamba fa innal ayyama tamdhi wal a'maru tanqadhi, masiku yanakatika, kama ambavyo tunasema tumeingia ndani ya mwezi wa Rajab. Kuna mesi zinatembea, imebaki siku kadhaa kuingia Ramadhani, imebaki miezi kadhaa, imebaki muda kadhaa, tumeshafika Rajab. Kwa hiyo fa innal ayyama tamdhi, masiku yanakatika, yanakwenda. Kadiri yanavyokwenda masiku ndivyo yanavyomega sehemu katika ile nafasi ya umri wako na maisha yako. Wal a'maru tanqadhi, na umri unapungua kama siku yanakwenda. Umri lazima upungue. Cha kufanya ni nini? Waghtanimu a'marakum, pateni faida kwa kutumia umri vizuri. Tupate faida kwa kutumia umri wetu vizuri, yale anayoridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema kwamba wasaida man wufika li ta'atillah, mwema mzuri mwenye kufaulu atakayekuwa bora ni yule ambaye kwamba amewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutenda taa. Tunamwomba Allah tuwafikishe katika khairi, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika khairi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoulizwa kwamba ni nani aliyekuwa bora katika watu, akasema kwamba man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mwenye kuwa na umri mrefu. Zimepita Rajabu nyingi, Rajabu nyingi zimepita, Mtume akasema wa hasuna amaluhu, na matendo yake yakawa mema. Tunamwomba Allah tuthibitishe katika hilo. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima samitumuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safawatil abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah as-sayyidu sanad. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين، اللهم جئناك تائبين، اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعملنا بإحسانك وتولنا بنصرك وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد من مطمئنا وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم في آخر جمعة من هذا الشهر نسألك يا الله أن تغفر لنا ما مضى وتصلح لنا ما بقي، وأن لا تخرجنا من أيامه إلا وقد رضيت عنا. اللهم افتح لنا فيها أبواب الخير لا تغلق إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل شهر رجب بابا تتغير عنده أقدارنا وينقلب فيه الحزن فرحا والضيق فرجا والخوف أمنا. اللهم افتح لنا في شهر رجب فتحا يمحو التعب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أمتنا على كلمة التوحيد وأحينا على كلمة التوحيد واحشرنا يوم القيامة على كلمة التوحيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.